Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, hebu siku ya leo twende tukazungumzie kitu ambacho kinachokwenda kutokea kesho. Majira kuanzia takriban kama kwenye saa 10 kuendea kwenye saa 11. Kesho kutatokea tukio la kupatwa kwa jua, na hili jambo tunalizungumza leo tarehe 16, ambapo kesho tunayo tarehe 17 kuanzia majira ya saa 10 jioni kutaanza kutokea tukio hili. Tukio hili, wapo baadhi ya watu huwa wana yasubiri matukio kama haya. Matukio kama haya yana baraka nyingi sana kwa wale ambao wanapenda kufanza dua. Fanya dua, fanya kafara hata ya kichinjo kwa kipindi cha matukio kama haya. Wallahi ni matukio ambayo hutokea mara chache, lakini ni matukio ambayo yanawafaidisha wengi. Wengi huyasubiria matukio haya kwa ajili ya kubutua mishindo yao. Kama na wewe ni mmoja kati ya wale wanaotaka kufanya mishindo ya uhakika katika maisha yao, basi hakikisha siku ya kesho majira ya mida hiyo, basi kuanzia mida hiyo fanya matukio yako, fanya dua sana. Kama unaweza kuchinja, basi my friend, chinja mbuzi, chinja kondoo, chinja ng'ombe au ngamia au chochote uweze kukitoa swadaka kwa jamii. Wallahi utaleta jambo kubwa na unakwenda kutengeneza baraka kubwa sana katika tukio kubwa miongoni mwa matukio ya kihistoria. Ndugu zangu, tukio la kupatwa kwa jua ni tukio miongoni mwa alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah pia ameeleza katika Qur'ani habari za masuala kama haya. Anasema, tabarakalladhi ja'ala fis samai buruja. Mwenyezi Mungu ametukuka ambaye ameweka katika mbingu vituo kama vile nyota, kisha waja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Mwenyezi Mungu akajalia humo jua lenye mwanga mkali na mwezi unaong'ara. Allah anatueleza katika Qur'ani maneno hayo. Ni maneno mazito sana, kwamba hili tukio la jua ambalo kesho tarehe 17 linakwenda kuleta tukio la kupatwa. Tukio hili Mwenyezi Mungu ameanza kuelezea katika Qur'ani kwamba yeye ndio amesimika mifumo kamili ya jua, watu wapate kujua kitu kama hicho. Lakini mbaya zaidi, tunaamua kurekodi vitu kama hivi kwa sababu maalumu. Matukio kama haya baadhi ya watu huyanasibisha na imani za kishirikina. Wapo watu husema mambo mbalimbali kwamba kukipatwa na jua basi kuna kitu fulani kimetendeka. Sio kweli. Msikilize Mtume anasema nini. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba, Mtume anatuambia ya kwamba inna shamsa wal qamar, hakika jua na mwezi, ayatani, ni aya mbili, min ayati la, katika alama za Mwenyezi Mungu. Jua na mwezi ni alama mbili katika alama kubwa sana za Allah jalla fi'ala. Lakini pia vile vile anasema la yankhasifani limautin ahadi wala lihayatihi, hainasibiani na kifo cha mtu yoyote wala uhai wake. Wapo baadhi ya watu huwa wanasema ukiona jua limepatwa au mwezi, basi ujue kuna mtu atakufa au kitu fulani kitakuwa hai baada ya kufa. Haya si maneno ya kweli. Mtume anakataa vitu hivi. Lakini akasema, fa idha raaitum dhalika,
mkiliona swala hilo limetokea, basi akasema fad'ullaha, muombeni Mwenyezi Mungu, wakabbiru, na mumuadhimishe, mumkabbir, mumuadhimishe, mumfanye kuwa yeye ni mkubwa katika ukubwa wa hali ya juu. Lakini akasema wasallu, na mswali, lakini watasaddaku, na mtoe sadaka. Tazama maneno mazito kabisa haya. Mtume anatueleza tukiona matukio kama haya yametokea, basi tuswali, tumsabihi Mwenyezi Mungu, tufanye kila aina ya khairati, lakini mwisho kabisa tusiache kutoa sadaka. Haya ndiyo maelezo halisi na maelezo mazuri ambayo maelezo yanastahiki kuweza kuyafanyia kazi ipasavyo katika hadithi hii ya Mtume. Sasa basi, tukio hili litakwenda kupatwa ni tukio zito ambalo Mtume anatushawishi na anatuambia tuyafanye hayo. Lakini nataka niwaambie ya kwamba tuzingatie kitu kimoja. Moja kati ya matukio haya, zingatia vitu muhimu. Kwanza kabisa, vitu muhimu vya kuzingatia katika tukio hili ni kuweza kujua tukio hili linakujaje au linapatikana vipi. Tukio hili wataalamu wameliita, ni tukio ambalo linaitwa katika lugha za kitaalamu wameliita moto, aidha wameliita moto nini wanaita ring of fire. Tukio la ring of fire, yani moto, yani pete au pete ya moto. Wameliita pete ya moto, tukio zito sana. Ring of fire wameliita pete yenye moto. Lakini tukio hili litaonekana katika anga, ila baadhi ya sehemu ndipo litakapoonekana. Sehemu ambapo litaonekana tukio hili, naomba tuwe makini. Sehemu ambapo litaonekana tukio hili katika dunia, mukhtasar wa sehemu ambazo tutakwenda kuliona tukio hili ni kwamba tukio hili litakwenda kuonekana katika, kwanza kabisa kwa asilimia zote, kwa kiwango chote, litaonekana katika bara la Antarctica. Bara la Antarctica hili ni bara la ajabu kabisa. Ni moja kati ya mabara ya ajabu sana, Antarctica. Tukio hili litaanza kuonekana pale kwa ukamilifu wake. Maanake sisi tutaziona picha zitakazopigwa kule, tutatumiwa katika mitandao. Aidha tuwafuatilie watu CNN sijui na BBC na wale mataarifa ya habari makubwa ya kidunia, tutaweza kuyaona zile picha zake na video zake. Lakini ni kitu gani hii tukio? Ni kwamba ni moto ambao unakuwa kama ringi. Moto huu unakuwa ni wa mzunguruko. Utatokea moto wa mzunguruko katika mfumo kama wa pete. Ndiyo tukio hilo linaitwa kwa staili kama hiyo. Moja kati ya mabara ambayo ni makubwa yatakayeliona ni hiyo tulioitaja hapo. Lakini tukija katika nchi zetu hizi za Afrika, nchi ambazo zitakazoona tukio hili hazitaona kwa ukubwa wake wa ile raundi ya ile moto, bali zitaona tu kama vile kwa ufifiaji wa hali ya mazingira katika siku maalumu ya kesho. Itakuwa ni moja ya nchi zitakazoona ni nchi yetu sisi ya Tanzania. Tutaona hali ya kupatwa kwa jua. Nchi yetu ya Tanzania tutaona hali ya tukio hili, japokuwa hatutoliona kwa ukamilifu wake ile ringi yenyewe, ila itakwepo na dalili za kupatwa kwa jua. Hiyo ni hatua ya kwanza. Nchi ya pili itakayoona tukio hili ni nchi ya Mozambiki, wataliona tukio hili. Nchi ya tatu itakayoona tukio hili ni nchi ya South Africa. Nchi ya nne ni Madagascar. Nchi ya tano ni nini wanaita Mauritania, na yenyewe wataiona.
lakini pia Argentina kusini wataona, Chile kusini wataona. Nchi ambazo hazitaona tukio hili, nchi ambazo hazitaona tukio hili ni kama vile nchi ya jirani zetu Kenya. Kenya hawataona tukio hili. Msiniulize kwa nini, tutazungumza mambo marefu sana tukianza kujadili ni kwa nini, lakini Kenya hawataona tukio hili, Uganda hawataona, Burundi hawataona, Rwanda hawataona, sehemu za Europe yote haitaweza kuona tukio hili, na North America hawataweza kuliona tukio hili. Hawataweza kabisa kuliona tukio hili. Hizo ni moja ya nchi ambazo hazitaweza kuliona tukio hili. Lakini kwa ule muda ambao zile nchi zitaliona tukio hili, basi hata hizi nchi ambazo hazijaona, mfano kama sehemu kama hizo tulizozitaja ambazo hazitaona, wanaruhusiwa kufanya dua na kufanya makafara mazito ya sadaka kwa ajili ya kujitakasa katika maisha yao na kumwomba Mungu awafungulie maisha yao. Hii ni goldi, nafasi ya dhahabu ya kuweza kutengenekewa mambo yetu. Sasa basi, naomba yoyote katika sisi anayetaka kufanikiwa katika mambo yake, kutengenekewa katika mambo yake, wallahi usiache kufanya dua. Kama hujui kufanya dua, hata kama wewe sio Muislamu ni Mkristo, mtafute shekhe, mwambie nisomee dua. Toa hata sadaka ya kichinjo, sema ninunulie mbuzi au ng'ombe au chochote, chinja, gawa. Inachinjwa mbuzi, anagaiwa mapande 7 au 14, alafu wewe unatia nia zako. Wallahi utatisha kama njaa, utatisha. Tukio hili ni zito, na watu wengi husubiria matukio kama haya ili mradi waweze kupata fursa ya kuingia katika dua, kwa sababu dua zao zinakuwa ni makubuli na dua zake zinakuwa ni mujarabu sana. Moja kati ya aya ambazo Mwenyezi Mungu anazungumza katika Qur'ani, Allah anasema wa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shams wal-qamar, na katika alama zake usiku, mchana, jua na mwezi. Hizi ni moja kati ya alama kabambe sana za Mwenyezi Mungu, alama kubwa za Allah katika Qur'an. Mungu anatueleza hivyo, anasema la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi. Hizi ni alama za Mungu. Tusilisujudie jua, tusisujudie mwezi, tusisujudie hizi alama, bali tumsujudie Mungu katika kipindi kama hichi cha kupatwa kwa jua. Sisi twendeni tukamsujudie Allah, tukimuomba ya Rabbi, tunakusujudia kwa sababu ya baraka za haya yanayotokea, ambako Mungu anataka kuonesha ukubwa wake na alama zake. Kwa nini tunamsujudia Mungu? Kwa sababu alladhi khalaqahunna in kuntum Mwenyezi Mungu ameviumba hivi vitu. Mungu ameviumba hivi vitu, in kuntum iyyahu ta'budun. Allah ndiye ameumba vitu hivi, yeye peke yake. Ikiwa ni yeye tunamwabudu, basi yeye ndio muumbaji wa vitu hivi. Sasa tuwe makini ndugu zangu, tuweze kufanya makubwa katika kumuomba Allah katika siku ya kupatwa kwa jua. Insha Allah, naomba tuyafanyie kazi hayo. Usiache kusubscribe na usiache kuweka namba yako kwetu ili tukuunge katika grupu letu la kukufundisha mambo mbalimbali ambayo yanayojitokeza na mafunzo ya dua na taarifa mbalimbali. Dua zake zipo muhimu kabisa, na ukitaka insha Allah njoo katika grupu letu, tutakufundisha. Tutakuwa na madarasa ya kufundisha hizi grupu dua za kupatwa kwa jua, kwa mwezi na mambo kadha wa kadha. Na kama wewe hujui, unashindwa, watumie mashekhe waweze kukusaidia katika hilo insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.